Sehemu ya Mombasa ni sehemu ambayo pia kulikuwa na shughuli mbalimbali hii leo zilizokuwa zikiendelea, baadhi ya maajenti wakiwa katika baadhi ya vituo pia wakisubiri kuthibitishiwa kwa matokeo ya uchaguzi katika nafasi mbalimbali. Hivi sasa tunawasiliana na mwanahabari mwenzangu Hassan Juma akiwa katika kaunti ya Mombasa kutuarifu tu na yale ambayo yameweza kuchipuka siku hii ya leo. Hassan Juma, uko wapi na leo labda kulikuwa na gani ambao umeweza kuyashuhudia? Naam, Manzu, niko katika eneo bunge la Kisauni haswa chuo anuai cha Shanzu, ambapo ni mojawapo tu maeneo ya kupiga kura hapa katika kaunti ya Mombasa, na kulikuwa na hali ya mshike kidogo katika eneo hili la Shanzu haswa baada ya masanduku matatu ya seneta, gavana na eneo bunge kuja bila kusitiriwa na vidude hivi. Ndio maana kukakuwa na hali ya mshike, lakini ni hali ambayo kumetulia sasa, manake maafisa wa usalama waletwa eneo hili kuhakikisha kwamba angalau wameleta hali ya utulivu. Maana kulikuwa hali hiyo mshike ilikuwa ni kati ya mbunge wa Kisauni, mashabiki ama wale wapigaji kura kunradhi wa Rashid Benzimba na Ali Mbogo wa chama cha Wiper. Kumbuka kwamba mbunge wa eneo hili ni wa chama cha ODM Rashid Benzimba, na basi wale wapigaji kura wagombeaji hao wote wawili walikuwa nikana kwamba wanataka, kulikuwa na mvutano, lakini baadaye yule msimamizi mkuu wa tume ya IEBC wa kaunti ya Mombasa Nancy kunradhi Kariuki alifika katika eneo hili la chuo anuai cha Shanzu na kuleta utulivu, na hadi sasa tunapozungumza kwamba hesabu ama masanduku yao yanaanza kuhesabiwa. Maana kwa umbali nasikia kwa umbali sauti huyu ampata ngapi zinahesabiwa, hivyo basi kuna utulivu hadi sasa katika eneo hili la eneo bunge la Kisauni, haswa eneo ama kituo hiki cha kupiga kura cha Shanzu. Manzu, labda kwa upande mwingine, kuanzia baada ya watu kumaliza shughuli ile ya kupiga kura jana, kuanzia asubuhi hadi nyakati za jioni hivi, eneo la Mombasa na viunga vyake, kuna lolote ambalo liliweza kuripotiwa, hasa wakati ambapo taifa linasubiri matokeo rasmi ya uchaguzi katika nafasi mbalimbali? Hassan. Naam, Manzu, ni kwamba Nancy Kariuki ambaye ndio msimamizi mkuu wa kaunti nzima hii ya Mombasa, tulimhoji hapo awali, nasema kwamba hadi sasa ana kura ya maeneo 202 na kwamba anasubiri maeneo zaidi ya 900. Hivyo basi akawaomba kwamba wakazi wa eneo hili la kaunti ya Mombasa wakuwe watulivu kidogo, wawe na subra, manake watapata kura zote ifikapo pengine mida ya hapo kesho asubuhi. Lakini ni eneo ambalo limetulia, shughuli zimerejea za kawaida, biashara, wale ambao wana maduka ya reja, shughuli zinaendelea kama kawaida, usafiri uko sawa, matatu bado zinaendelea kama kawaida, na watu ambao tumezungumza nao wote wanasema tu ni amani, wanasubiri sana matokeo rasmi kutoka katika kaunti hii ya Mombasa. Maana tumezunguka Backstand, tukaenda maeneo kadhaa hapa katika kaunti hasa jiji, lakini hakuna utovu wote usalama, wote wanasubiri tu nyumbani. Wengine kama jamaa na shughuli zote pengine mjini, wanakuja wafanya shughuli yake kisha wanarejea nyumbani, lakini anasema kwamba anasubiri pengine ifikapo kesho ambapo watapata taarifa rasmi kutoka kwa tume ya IEBC, haswa kutoka katika eneo hili la kaunti ya Mombasa. Manzu, asante sana Hassan Juma, ukiwa katika sehemu ya Shanzu pale kutuletea taarifa hizo ambazo tumekuwa tukizifuatilia kupitia